Siku ambayo wahudumu wa magari wameshiriki mgomo ambao umepelekea shughuli za usafiri kutatizika pakubwa na kupelekea vilevile watu watatu kuaga dunia. Ni taarifa ambayo tumekuandalia kwenye Darubini hii leo. Mtazamaji, karibu uweze kuzungumza nasi kwenye mitandao ya kijamii kwenye kurasa yetu wa Facebook KBC Channel 1 na vilevile @Kipnusu Timothy. Moja kwa moja kwenye taarifa yenyewe mtazamaji. Leo nashikia wenzangu Zamu Nasio Kware pamoja na Ben Chumba. Mfasiri wa lugha ya ishara kwenye kulia kiwambo chako ni Lensa Odingo. Nangonanga taarifa kwamba mgomo wa magari ya uchukuzi wa umma leo kote nchini uliwaacha wasafiri wamekwama, huku wengi wao wakilazimika kutembea kuenda kazini au kuomba rasmi ruhusa ya kutofika kazini. Waliojaribu kutumia magari ya kibinafsi hawakuwa na bahati, kwani wahuni walijipenyeza kwenye mgomo huo. Walifunga barabara kuu kote nchini ili kutamatisha usafiri. Chama cha wamiliki cha matatu kimesema mgomo huo utaendelea hadi wakati bei za mafuta zitakazopunguzwa. Mgomo huo wa magari ya uchukuzi wa umma leo ulishuhudiwa katika miji mingi. Wasafiri walioamka asubuhi wakitumai kwenda kazini waliachwa wamekwama. La pekee lililosalia lilikuwa kutembea hadi kazini au kusalia nyumbani. Kwa hivyo mimi vile niliamka, I was told kwa barabara hakuna magari, na magari ambayo yalikuja town yalikuja kitu 6, na kuanzia 6 magari hayakukuwa. So mimi nikaamua at least nitembee kwa mguu, but ni mbali. Nimetoka Kibera nikakuja stage ya Ngong Road. So kufika stage sijapata gari, kabidi nimechukua boda, but wanakataa, but wamenilipisha so expensive kufika tao. Lakini ile kitu tungeomba hata kwa serikali waweze kuelewana mambo ya mafuta, watu ya matatu, watu yote wenye wanafanya na heavy commercial, watu wenye wanafanya watu wa biashara ya jua kali, sisi wote tuweze kuelewana hii mambo hizi tuweze kusolve hii shida. Magari ya kibinafsi hayakusazwa. Waliojaribu kutumia magari hayo kuingia jijini Nairobi baada ya saa 2 asubuhi walitatizika, huku barabara nyingi zikifungwa kwa mioto kuwashwa. Chama cha wamiliki wa matatu kimesema mgomo huo utaendelea hadi serikali itakaposikia kilio chao na kupunguza bei za mafuta. Ile tungependa ni ushuru iende chini, kwa sababu hiyo ushuru ndio inafanya mafuta inapanda bei na inaumiza ule Mkenya wa kawaida. Na ile tunaomba kama chama, serikali iweze kusikiza wananchi, kwa sababu sio wenye biashara wanaumia peke yake. We have reached a point at which our services have become so expensive that even trying to increase the prices doesn't work anymore. You cannot increase the price of fare, you cannot increase the price of drilling boreholes. It is impossible. Hata mama mboga hawezi fikisha mboga kwa soko tena. Kulingana na chama hicho, mgomo huo umesababisha hasara ya shilingi milioni 500 ambazo ni athari ya kiuchumi, mbali na Wakenya kutatizika kusafiri. Tunaweza tukasema ile hasara tumeenda, tunaweza tukasema kwa leo ni hasara ya kama 500 million. Hiyo ndio hasara tumeweza kuenda. Tuko tayari kuendelea kupata hiyo hasara, na tutaongea na mabenki wale wako na zile maloni tuko nazo. Tuko na maloya already, tumeweka in place ya kusema kuwa tutaongea na benki yote waweza kutusikiza. But nothing stops the government from lowering the taxes to cushion the Kenyans. As a matter of fact, the road maintenance levy was taken up from 18 shillings to 25. That can be removed.